Mwaliko wa Simba kwako umechukuliaje? Ni kitu kizuri. Alafu kwa tamasha hii wanafikisha miaka 90 ni heshima kwangu sana. So nimefurahia sana, alafu na mbele ya mashabiki wanaonipenda ni kitu kizuri sana. Medi, moja rekodi ambayo inaendelea kutesa mpaka sasa hivi katika tamasha la Simba Day ni hat-trick yako ambayo uliwahi kufunga dhidi ya Power Dynamos. Kwako wewe inakupa hamasa gani? Ukiona Simba Day ni sehemu yenye mashabiki wote, wapenzi wote wa Simba ama timu nyingine wanakujaga. Mimi kwangu binafsi hiyo ndo wakati ya kuonyesha uwezo wako. Kuna watu wanaweza kuwa kama hawajai kuona we ni nani, una uwezo gani, utasaidia nini timu msimu ujao, kitu kama hicho. So mimi kwangu kwa nifunga hat-trick ni kitu kenye nifurahia. Alafu nisikia kama napenda sana hata kumbukumbu. Pengine Meddie Kagere, tunahitaji pia kufahamu komenti yako. Wewe ni mchezaji ambaye unacheza eneo la namba 9. Tumeona pia usajili mpya kwa upande wa Dombia, mchezaji wa Simba Sports. Komenti yako ni ipi? Siwezi comment kwa sababu naye ni mchezaji kama mimi. Lakini kikosi kwa ujumla unakizungumziaje? Nikosi naona wanajenga, na baki tu wachezaji wangapi? Wawili, Shomari Kapombe na nani na Chama. So kuwa mpaka wawe kama sisi tulivyokuwa inaweza ikachukua muda. Kocha naye ni mpya. So ukiangalia bado wana kazi ya kocha, ana kazi ya kuona kama timu inakuwa pamoja, wanazoeana, kila mtu ajue nani uchezaji wa mwingine. Kwa jinsi ambavyo umeona mechi ya Ngao ya Jamii, ni mechi ina gani Jumatano? Kwa jinsi ambavyo umeona kikosi. Nadhani mechi yangu ya kwanza ilikuwa ni dabi ile. Unajua ile sio mechi ya kirafiki. Na hawajawahi kucheza wa mechi ya kirafiki. So ni mechi inakuwaga ngumu. Kutabirika inatokana na nani mwenye ametumia chances zake, nani ameamuka vizuri na nani kaamuka vibaya. So yanajikuta ndo mambo haya. Kagere, moja rekodi ambayo inaendelea kutesa vya washambuliaji hapa Tanzania ni wachezaji kuibuka wafungaji bora mara 2 mfululizo. Rekodi ambayo uliweka wewe mpaka leo haijavunjwa. Unafikiri ni rekodi aina gani? Sijui, siwezi sema kwa sababu mimi nifanya kazi yangu kama inavyotakiwa. Kwa mshambuliaji kitu kinatakiwa ni magoli. Kuwa niifanye nashukuru Mungu. Sio kila mtu anaweza akaifanya. Ndio maana wanasema watu wana utofauti. Unaweza ukasema mimi nipo, mnaweza mkapata mtu kama mimi tena, iye nakuwa ngumu, anakuwa nakudanganya, haiwezekani. Unafikiri mabadiliko ya washambuliaji, kwa maana sasa hivi sio washambuliaji wale ambao wanakaa moja kwa moja kwenye eneo la namba 9 wanahangaika kuna huku, unafikiri pia inachangia kutoonekana zaidi kama ambavyo ilikuwa kipindi chenu? Siwezi sema, unaweza jikuta kama na ule anacheza pale sio mshambuliaji. Hiyo mara nyingi inatokana kwa sababu kila wakati, kila season makocha wanakuja na mbinu zingine za ukocha. Kama unaona Mpanzo anacheza pale ni false 9, alafu sio striker. So ni kocha anajua nini anafanya. Guardiola ishafanya hivyo. Anachezesha tu midfielder. So useme tu ule ni striker kwa sababu amemweka pale. Unaweza kukuta sio striker lakini anacheza tu kama false 9. Meddie Kagere anacheza kwenye ligi hapa kwa baadhi ya timu, zaidi ya timu moja. Tuambie sasa, kwa sasa hivi hatujajua kwenye timu gani. Ikoje kwa upande wako? Yani kuwa mimi sina timu sasa hivi kwa sababu inategemea na maongezi ya mchezaji wanahitaji nini. Kama upate unaacha tu unasubiri timu mpaka timu nyingine ije. Usipopata utafanyaje? So unasubiri, ukipata basi unaendelea na timu kuliko kwenda sehemu yenye hujafurahia. Bado unatamani kuendelea kucheza? Bado nacheza. Tunaje bado kurejea uwanjani? Kabisa. Bado mashuhudia rafiki yako huko naye ametangaza kustaafu, wewe bado upo? Kila mtu, ndio maana nimekuambia kila mchezaji ana utofauti wake. Okwi ni Emmanuel Okwi, yeye ana maamuzi yake, nategemea na yeye anavyojisikia na mimi, ndio maana nimekuambia uwezi pata mimi. Sasa mkilinganisha wale wachezaji na mimi mtakuwa mnawakosea. Meddie Kagere, wote na Tanzania na kucheza NBC Premier League. Hiyo itategemea timu gani na inahitaji na timu gani tunaweza tukasikilizana.